Yes, mtazamaji wa Anuari TV, mara nyingine tena tunakutana hapa na taarifa kubwa ni kutoka huko Bamako nchini Mali, ambapo jana usiku kulifanyika tuzo za Mali Awards, tuzo ambazo zilikuwa zinawapatia wachezaji ambao wa Mali ambao wamefanya vizuri katika msimu huu mwaka 2025 2026, na kinyang'anyiro ambacho kilio kinatolewa macho sana ama kinafuatiliwa na wengi hasa kutokea kwetu Tanzania ni kinyang'anyiro kile cha tuzo ya mchezaji bora wa ndani ya Afrika kutokea nchini Mali, yani mchezaji wa Mali ambaye anacheza katika ligi za ndani ya Afrika. Kinyang'anyiro hicho kilikuwa kinagombaniwa na wachezaji kadhaa akiwemo golikipa wa Yanga Africans Djigui Diarra, lakini alikuwepo pia beki wa Azam FC Mamadou Yoro Diaby, lakini pia alikuwepo kiungo wa National Al Ahly ya Misri Aliou Dieng, lakini pia alikuwepo mshambuliaji wa Esperance de Tunis anaitwa Aboubakary Diakité. Huyu Diakité ndio yule mshambuliaji ambaye aliwafunga Simba goli la kwanza msimu huu wa mashindano ya CAF Champions League katika mchezo ambao ulifanyika uwanja wa Benjamin William Mkapa katika sare ya magoli 2-2. Yule mshambuliaji ambaye alinufaika na boko la Alassane Maodo Kante, basi yule alienda kufunga kutokana na boko la Kante, ndio naye aliingia kwenye kinyang'anyiro cha kugombania tuzo ya mchezaji bora wa ndani ya Afrika kutokea katika taifa la Mali. Kwa hiyo tuzo hiyo isivyo bahati kwa golikipa wa Young Africans Djigui Diarra, tuzo hiyo ikachukuliwa na kiungo wa Al Ahly nchini Misri Aliou Dieng, na Dieng amekuwa na msimu bora pia akiwa na Al Ahly individually, kuanzia akiwa pia na timu ya taifa. Amekuwa na kiwango kizuri kiasi kwamba amefanikiwa pia kupata move ya kutoka Al Ahly msimu huu na kwenda katika klabu ya Valencia ya nchini Hispania, ambapo msimu ujao atakuwa kikiwasha kwenye La Liga huko nchini Hispania na klabu hiyo ya Valencia. Kwa hiyo kiwango chake binafsi kilikuwa kizuri kwa sababu ameshinda tuzo hiyo kwa mafanikio ya timu ya taifa, akishirikiana pia na golikipa Yanga Djigui Diarra. Walisaidia Mali kufika hatua ya robo finali ya kombe la mataifa ya Afrika AFCON ambayo ilifanyika mwaka jana mwishoni nchini Morocco. Na unakumbuka kwenye mchezo wa robo finali hawa Mali wao walitolewa na mabingwa Senegal katika mchezo ambao ulimalizika kwa Mali kupoteza goli 1-0, bao la Iliman Ndiaye. Lakini katika mchezo huo, kama wengi wanaokumbuka, ni mchezo ambao Mali walicheza pungufu kwa dakika nyingi za mchezo kwa sababu ya kiungo wao Yves Bissouma alitolewa nje kwa kadi nyekundu. Kwa hiyo mafanikio ya Aliou Dieng ndio hayo. Timu ya taifa, kiwango chake binafsi, akaenda akafanya vizuri katika klabu yake Al Ahly, imempa tuzo ya mchezaji bora wa ndani wa Mali ambaye anachezea ligi ya ndani ya Afrika. Kwa Diarra mwenyewe kuingia tu kwenye kinyang'anyiro ni mafanikio tosha, kwa sababu Mali kuna wachezaji wengi wazuri, lakini Djigui Diarra ni miongoni mwa wachezaji ambao wanaheshimika huko nchini Mali kwa kile ambacho amekifanya, akianza tangu anaanza kucheza katika ligi yao ya ndani katika kikosi cha Stade Malien, lakini alivyokuja Tanzania akiwa na kikosi cha Young Africans amekuwa ni golikipa ambaye wa kuaminiwa, sio tu katika klabu ya Yanga lakini pia katika timu ya taifa, na golikipa namba 1 wa timu yao ya taifa. Na tunavyozungumza msimu huu ni miongoni mwa golikipa ambao wanaweza wakafanikiwa kama mambo yakiendea vizuri, kwa sababu timu yake Young Africans inaongoza ligi, ipo kwenye mbio za ubingwa. Kwa hiyo ana nafasi ya kumaliza akiwa na kombe la ligi. Ni golikipa ambaye ana clean sheet nyingi kwenye ligi, na clean sheet 13. Asiporuhusu magoli kwenye michezo ambayo inafuatia, ana nafasi ya kumaliza pia kama kinara wa clean sheet na kuwa golikipa bora wa ligi kuu ya Tanzania NBC Premier League kwa msimu huo mwaka 2025 2026. Kwa hiyo tuzo za Mali Awards
zimetoka jana, ndo hivyo amezikosa kwa Tanzania. Tulikuwa tuna wawakilishi wawili wachezaji wa Mali ambao wanacheza ligi ya Tanzania, ambao kama nilivyokutajia alikuwepo ni goalkeeper Djigui Diarra Young Africans, lakini pia alikuwepo beki wa Azam FC Mamadou Yoro Diaby ambaye naye aliingia kwenye kinyang'anyiro hicho cha tuzo. Yoro Diaby kidogo tu naye ameingia kwenye tuzo hizi kwa sababu ya performance yake akiwa na Azam, hasa kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Alichaguliwa kugombania tuzo hizi kwa sababu aliwezesha Azam kwa mara ya kwanza kwenye historia yao tangu waanze kushiriki ligi kuu ya soka Tanzania bara msimu wa mwaka 2009-2010 kucheza hatua ya makundi ya mashindano ya vilabu ya CAF. Kwa hiyo mchango wa Mamadou Yoro Diaby umetambuliwa na shirikisho la soka nchini Mali, na mchezaji huyo naye aliingia kwenye kinyang'anyiro cha kugombania tuzo ya wachezaji bora wa Mali ambao wanacheza ligi za ndani ya Afrika. Kwa hiyo tuzo hiyo alikuwepo Diang ambaye ndo Ali Diang, mchezaji wa Al Ahly, kiungo huyu wa Al Ahly ambaye ndo mshindi wa tuzo hiyo. Alikuwepo goalkeeper wa Yanga Diarra, lakini Mamadou Yoro Diaby wa Azam FC, bila kumsahau Abubakar Diakite, mshambuliaji huyu wa Esperance ya Tunisia. Ndo hivyo Diarra ameikosa tuzo. Hopeful kwake ataichukua tuzo ya goalkeeper bora wa ligi kuu ya ndani ya NBC Premier League na kumfuta machozi. Jina langu mimi ni Shabel Daniel, nyuma ya kamera ni Yusuf Mpuma. Endelea kuwa nasi na kufuatilia taarifa mbalimbali zinazotokea hapa Anuari TV.